Rais wa Marekani Donald John Trump amesema kuwa anaamini kuwa Iran inachelewesha kwa makusudi kufikiwa kwa makubaliano mapya ya nyuklia, akitoa onyo kali kuwa hatua hiyo inaweza kuigharimu nchi hiyo gharama kubwa, ikiwemo uwezekano wa kuchukuliwa hatua za kijeshi endapo hajajiondoa mara moja kwenye kile alichokiita mkakati wa kuchelewesha makusudi, huku ikiendeleza harakati za siri za kijeshi. Trump alitoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari jijini Muscat nchini Oman, ikiwa ni siku mbili tu baada ya duru ya kwanza ya mazungumzo moja kwa moja kati ya Tehran na Washington iliyofanyika kwa faragha. "Nadhani wanatufanyia mchezo," alisema Trump kwa msisitizo. "Hii sio diplomasia ya kweli, bali ni mbinu ya kununua muda na hatutaikubali. Irani inapaswa kuchukua hatua sasa au itakumbana na adhabu kali sana." Rais huyo alisema Irani iko hatua chache kabla ya kumiliki silaha za nyuklia, jambo ambalo alisema haliwezi kukubalika. Aliendelea kuonya Tehran dhidi ya kuendelea kupima uvumilivu wa Marekani na washirika wetu. Kwa miaka kadhaa, Iran imekuwa ikisisitiza kwamba mpango wake wa nyuklia una malengo ya amani pekee, kama vile uzalishaji wa nishati ya matumizi ya matibabu. Hata hivyo, taarifa za kiintelijensia kutoka kwa mashirika ya Marekani na mataifa ya washirika pamoja na shirika la kimataifa la nishati la atomiki zimeonyesha ongezeko la urutubishaji wa uranium hadi viwango vinavyoweza kutumika kwenye silaha. Huku hayo yakiendelea, duru za kidiplomasia zimeripoti kuwa mazungumzo ya pili kati ya Marekani na Irani yanatarajiwa kufanyika ndani ya wiki moja ijayo, lakini bado kuna sintofahamu kuhusu mahali pa kufanyikia. Miji ya Vienna, Geneva na Doha pia imetajwa kwa sehemu zinazowezekana kwa mikutano hiyo, ingawa hakuna uthibitisho rasmi kutoka kwa pande zote mbili. Katika hatua nyingine, mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wameidhinisha vikwazo vipya dhidi ya raia 7 wa Irani na taasisi mbili kufuatia kile walichokieleza kuwa ni vitendo vya kuwazuilia kinyume na sheria raia wa umoja huo walioko ndani ya Irani. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot alisema alipowasili Luxembourg kwa ajili ya mkutano huo wa kilele wa EU, "Ninafarijika kwamba leo tunaweza kupitisha vikwazo hivi ambavyo vinahusisha pia gereza la Shiraz. Ilikuwa ni hatua ya lazima kuchukuliwa kwa kuwa mazingira ambayo raia wetu wa Faransa na wazungu wanazuiliwa ndani ya Irani hayawezi kuvumilika." Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, orodha waliowekwa kwenye vikwazo inajumuisha mkuu wa gereza la Evin, majaji kadhaa wanaosimamia kesi za kisiasa pamoja na maafisa wa ngazi za juu wa idara ya mahakama ya Irani. Vikwazo hivyo vinahusiana pia na kufungiwa kwa mali walizonazo ndani ya mataifa ya Umoja wa Ulaya pamoja na marufuku ya kuingia au kusafiri kwenye nchi hizo. Umoja wa Ulaya umetaja vitendo vya Irani kama utekaji nyara wa kimataifa unaofadhiliwa na serikali, kauli ambayo imezidisha mvutano kati ya Tehran na Brussels. Wakati huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anatarajiwa kusafiri kuelekea Moscow kwa ajili ya mashauriano na maafisa wa serikali ya Urusi kuhusu hali ya sasa ya mchakato wa nyuklia na mabadiliko ya kisiasa yanayoendelea Mashariki ya Kati. Aidha, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati Atomic Rafael Grossi anatarajiwa kufanya ziara nchini Tehran wiki hii, ambapo atakutana na waziri wa mambo ya nje wa Irani pamoja na mkuu wa shirika la nishati ya atomic ya nchi hiyo kwa ajili ya mazungumzo kuhusu upatikanaji wa mitambo na tathmini ya shughuli za urutubishaji wa uranium. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.